tena na kukaribisha sasa. Hii ni picha nyingine nzuri kabisa. Inaitwa The Knife. Ni moja kati ya mashine safi ambayo nimeweza kukuandalia hapo kwenye mtandao wako wa YouTube. Cha kufanya ni usubscribe, lakini pia uweze kuacha comment yako hapo, lakini kumbuka wakati utakuwa umeshaweza kulike kwamba umekubali mashine safi kabisa hii kutoka DF Media. Bana, mashine safi kabisa hii ni picha moja ya Kichina ambayo ni picha ya kifalme yenye historia na saba fulani za Tang. Hebu tuanze alafu tuone na kuaje, lakini mitamboni niite Peter Digits na kuletea vigongo visafi kama hivi, lakini pia natoa huduma ya matangazo kwa kila kona na kila aina ya biashara pia. Endelea kunicheki kupitia namba zangu za simu za 0629 814138 au uweze kunicheki kwenye Airtel kupitia 0697 9493 91. Ita The Knife katika episodi ya kwanza kabisa. Ndivyo tunavyoanza hivi kwenye mashine ya moto kabisa. Ni huko katika falme za Tang. Yupo kijana mmoja akiwa hapa huko akitusimulia kuhusu hadithi ya maisha yake na jinsi alivyoweza kuzaliwa na wapi ambapo anaweza kuishi. Huyu hapo kijana anasema anatoka katika nasaba za Tang, nasaba za kifalme, ambao mfalme alipoweza kumuoa mke, yani mkewe ambaye alikuwa ni kama suria, lakini mama yake kipindi hicho alikuwa ni mjamzito. Alikuwa katika maeneo haya akiwa na furahi na kucheza na wenzake. Furaha yote ile aliweza kuwa nayo ni kutokana na ujauzito ambao aliweza kuwa nao, kwa sababu alikuwa yupo tayari kuweza kujifungua. Yani zimebaki siku chache tu, kwa siku sio nyingi, anaweza kumpokea mwanae. Lakini ni kwenye maji hapo ghafla alisikia uchungu. Sasa wengine wanaendelea kucheza huku na kule, wanakuja kustuka mwanamama hayupo sawa, ikabidi waweze kumsaidia. Ni nini kinachokusumbua? Anasema ni maumivu makubwa, inauma sana. Basi pale mwanamama aliweza kujifungua na aliweza kujifungulia kwenye maji, huku watu wakifurahi kuna kule. Anasema amezalia kwenye maji, ndio aitwe Suisheng. Basi kijana akaitwa Suisheng kwa sababu tu amezaliwa kwenye maji. Suisheng, lakini wengi wanamuita kaka Shui, ni kutokana na walivyoweza kumzoea na muita brother Shui. Tunachena kule sasa, tunakuja upande wa pili katika uhalisia. Baada ya kijana kuzaliwa, ile ni hadithi yake tulikuwa tunaipata tu, alizaliwa wapi na anaitwa nani. Tumeshaweza kujua anaitwa Suisheng, na hapa ndipo alipokuwa anaweza kuishi, na huyu ni baba yake. Lakini pia alikuwa na dada yake mdogo kabisa. Huyu ilionekana kuweza kutoka ndani akiita mama. Tatizo nini Shumei? Yule pale baba yako. Taratibu. Huyu ni mama yake sasa ambaye alikuwa anaishi naye hapa. Baba kunywa maji. Wakati ule wakiwa pale, inaonekana kuna jeshi moja kubwa sana lilikuwa mtaani huko. Sasa tujajua hasa linaelekea wapi. Ni bonge moja ya jeshi. Wakati ule mzee alikuwa akiweza kufurahia na binti yake huku akicheza kuna kule, lakini jeshi zima lile lilikuwa likiweza kusogea katika nyumba yao. Wakaweza kuingia katikati ya makazi ya watu hapo katika eneo hili. Bwana, hatujajua hasa watu hao walikuwa wanaweza kuhitaji nini na ni kwa nini walikuwa wamekuja katika eneo hili. Ghafla mzee alistukia mchongo huo, mishale imetupwa kaizuia namna hiyo. Sasa farasi wameingia wakazunguka, washenzi hao wakaizunguka nyumba hii. Mishale juu chini, wako na mapanga, ni balaa. Hakuna kutoroka mtu hapa.
Alafu mwamba huyo hapo. Mzee alipomcheki akaweza kumfahamu ni nani huyo na ni kwa nini umekuja katika eneo hili kwa shari. Nendeni. Ghafla mzee akaliamsha pale pale. Yes, nichekie mambo hayo. Sasa mzee inabidi apambane nao. Wakati ule kumbuka Suishen hayupo katika eneo hili la nyumbani. Yupo kule tulipoweza kumuona. Mishale inakuja. Mama kamnusuru mwanae. Mshenzi anakuja na farasi huko huko. Yes, mzee anajaribu kuweza kuwazuia lakini ni balaa. Mishale inakuja kama mvua. Mshenzi kingia na farasi mpaka ndani. Do. Mzee anajitahidi kweli kuweza kuhakikisha anamaliza washenzi, lakini wapo wengi na wana uwezo. Mama anajitahidi kukwepa mishale. Yes, ghafla pale pale mshenzi katolewa nje. Yes. Aishangaa mzee ana uwezo gani huyu? Mzee ni hatari kweli. Mshenzi karushe mishale. Kamkosa mzee. Stupa mwingine mzee kaukataa. Asa mama anakimbia huku na kule urijojo. Hana mwelekeo. Mzee anazidi kuwapunguza. Mshenzi kakutana nacho. Do. Baba. Bwana. Ni noma. Mwanamke anakimbilia ndani. Mshenzi kavuta mshale huo kwenye upinde. Sana mpima pale pale. Mama na mtoto wote wakakutana nacho. Do. Huyu mshenzi ana huruma kabisa. Ni hatari. Kumbuka mashine inaitwa The Knife na episode ya kwanza kabisa toka DF Media. Mama anashuhudia mwanae pale pale amepoteza maisha. Mishale miwili iliweza kumpitia naye hakuweza kusurvive. Naye akaenda chini. Kijana yupo huku lakini alipata hisia fulani. Hiyo ni kuhusu nyumbani. Farasi yuko hapa akampatia ishara fulani. Nyumbani noma. Mzee anafuatwa pale pale akiona mtazama mkewe na mtoto. Mshenzi kamchoma panga pale pale. Do. Bwana. Suishenge kabidi aweze kuita farasi. Sukidandia farasi moja kwa moja ilibidi ingie nyumbani. Ni muda mrefu kwanzia yupo huku. Choma eneo lote ili moto. Mwaga mafuta namna hiyo. Ni kwenye nyumba nzima hii. Wakalipua moto pale. Kizaza. Shenzi na upara wake huo kama tako la nyani. Do. Tembea. Eneo lote hili sasa linateketea. Suishenge wakati ule ndio anajitahidi kurejea katika maeneo yale. Wakati ule washenzi wameshapiga tukio. Chali yako anapishana nao wakiwa wamevaa maski kama hizo. Hakuweza kuiona sura ya mtu huyu kwa ukaribu kabisa. Wakati ule nyumbani panateketea.
Do. Yuko speed kweli kweli. Watu wanashangaa nini kinaendelea huko jamani? Mbona kijana ana haraka? Suisheni, nyumba yao inawaka moto jamani. Wakapeana taarifa, Suisheni nyumba yao iliwaka moto. Inabidi wawai kwa ajili ya kuweza kwenda kutoa msaada. Haraka. Inabidi utoe msaada hapa chap chap. Jamani, lete maji haraka. Zima moto. Mwaga maji kwenye moto. Anakuja. Anakuta baba yupo kwenye hali mbaya kabisa. Mama ndo kabisa. Na dada yake ndiye ameshakufa mapema. Do. Ni huzuni kwa kweli. Baba anasema nyumbani kwetu hapa. Baba anasema nyumba yetu imeisha. Ni nani alifanya hivi? Upanga. Kuna upanga ambao baba aliweza kuwa nao. Sasa kamtuma aje nao. Upanga huu hapa. Anasema upanga huo. Anasema sina muda kwa sasa. Ni nani alifanya hivi baba? Ni nani huyo? Mwanangu. Upanga huo wa Xiaofeng tayari umeshajifunza. Anasema hapana. Kumbuka, upanga huu siwezi kuuacha mwilini mwako. Yaani muda wote awe nao katika mwili wake. Anasema sikuwaona walikuwa wamevaa maski. Ni wakina nani hao? Anasema deni la dhambi ya zamani liliweza kuihusisha familia yangu. Kuanzia sasa na kuendelea, hakikisha unakuwa makini na maisha yako. Anasema sitaki baba. Mzee pale naye akapoteza maisha. Kwa wakati mmoja, Suisheng anapoteza familia yake yote. Do. Wakati ule wanakijiji wanamsaidia kuzima moto hapa, akiona machungu mazito baada ya wazazi wake kuweza kupotea. Aliingia kwenye uwanja wa mazoezi sasa na upanga ambao ameweza kukabidhiwa na baba yake, kwamba siku zote awe nao, usije ukaondoka katika mwili wake. Yes, ndo the knife huyo mjomba. Anacheza na panga, sio mchezo. Mtaalamu aimuite Suisheng. Ni noma. Alikuwa na machungu kweli kweli, na akitegemea siku moja atalipiza kisasi kwa wale wote ambao wameweza kuhusika na kuweza kuwaondolea wazazi wake pamoja na dada yake pia. Leo anasema mimi pekee ndo naweza kuishi. Sijui cha kufanya ni kipi. Afanye nini mtaalamu? Wakati ule familia yake iko hapa, na hii ilikuwa ni kumbukizi tu alikuwa akiweza kufanya hapa kama kumbukumbu ya kifo cha wazazi wake na dada yake. Anasema ni mbaya sana kwa sababu kijana huyu alipoteza wazazi wake na dada yake pia. Sijui katika eneo hili kijiji hiki kitaendeleaje. Mimi na nyinyi hatujui chochote, lakini kaka Shui bado ni mdogo. Na ni bahati mbaya kwamba familia nzima iliweza kuuawa. Na hata hivyo watu katika kijiji chetu cha Pangxi wanaendelea kumtazama. Hebu tusimame naye. Lazima tuhakikishe tunampatia chochote kama msaada. Hebu tu discuss ili wote kwa pamoja.
inabidi tumtafutie eneo maalum ambalo ataweza kufanya maamuzi akiwa mkubwa, aweze kulitumikia. Bado alikuwa anajaribu kuweza kuangalia ni nini future ya kijana ambaye ni Suisheng. Episode ya kwanza hiyo katika mashine safi kabisa ite The Knife. Katika episode ya pili mambo yatakuwaje? Hebu subscribe hapo ili tuendelee kupata uhondo katika mashine safi kabisa hii ita The Knife, ama unaweza kuita The Dagger Master. The Knife and The Dagger Master. Moja kati ya mashine safi kabisa hii aitoka DF Media. Inakuja na Peter Digis kama kawa. Tuendelee kusonga mbele katika episode ya pili. Utakuwa ukipata hapa hapa kwenye mtandao. Twende sambamba katika episode nyingine. 书法策马顺风雪